Hiyo ni habari ya kweli kabisa. Kwa sasa Stefan Aziz Ki katika ardhi ya Tanzania anapumulia mipira, muda wowote ule anaweza akaondoka, hususan katika mwisho wa msimu huu. Msimu ujao atakuwa hayupo katika ardhi ya Tanzania. Ndio, mtazamaji karibu. Tuko naye hapa Steven Mafunda. Mambo vipi bro? Mimi niko poa. Ndio. Hali yako iko mjarabu kweli kweli? Niko mujarabu, niko sawa bin sawia, afya ni njema kweli kweli. Ndio. Na kwa kweli nimefurahi sana. Basi sawa. Bana, watu wanataka kuelewa na kujua kwa undani kile ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Picha za Traore miongoni mwa mawakala na mameneja wanaowasimamia wachezaji wengi hapa Afrika akiwemo Stefan Aziz Ki imesambaa kwa kasi. Watu wanaeleza ya kwamba dili la Stefan Aziz Ki na Yanga kama vile Baba Jeni bye bye. Kwako nini hasa ambacho umeking'amua kwenye zile picha za Traore na mabosi wa klabu ya Wydad Casablanca? Hiyo ni habari ya kweli kabisa. Kwa sasa Stefan Aziz Ki katika ardhi ya Tanzania anapumulia mipira, muda wowote ule anaweza akaondoka, hususan katika mwisho wa msimu huu. Msimu ujao atakuwa hayupo katika ardhi ya Tanzania. Watanzania pamoja na wanamichezo watakuwa mashahidi katika mchezo wa mwisho kucheza dhidi ya Mamelodi Sundowns, ambao hawa walikuwa wakinolewa na Roland Mokwena ambaye alikuwa kocha mkuu katika hawa mashujaa wa njano na kijani pamoja na blue. Hawa si wengine bali ni Mamelodi Sundowns. Mokwena alionyesha shauku na interest kubwa sana na mchezaji huyu Aziz Ki, na ndiye ambaye alionekana kuwa ameweza kuisumbua zaidi safu ya ulinzi ya Mamelodi Sundowns. Na yeye pia alikuwa anahitaji huduma yake kwa muda mrefu sana, na kitu ambacho hawakijui ni kwamba huyu Mokwena alikuwa ana vita kubwa sana na Musa Ndou, ambaye Musa Ndou alikuwa ni kocha msaidizi wa Dar es Salaam Young Africa akiwa anamsaidia Miguel Gamond. Kwa sasa Miguel Gamond hayuko Dar es Salaam Young Africa pamoja na Musa Ndou. Na kitu ambacho watu wengi hawajakifahamu, Musa Ndou amekuwa ni sehemu ya ushawishi wa Stefan Aziz Ki kuweza kuikubali dili hili ambalo linakwenda kuwa ni dili la hela nyingi zaidi. Na istoshe Wydad Casablanca imekuwa ni timu ambayo iko familia na ardhi ya Tanzania, imefika mara kadhaa katika ardhi ya Tanzania. Mara ya mwisho ilikuja kucheza na Simba na kuweza kupata matokeo mabaya, lakini kiangalia na wachezaji ambao wanahusishwa kwenda kule wa Tanzania, alihusishwa Clement Mzize, lakini kwa sasa kuna Suleiman Mwalimu ambaye alikuwa anachezea Fountain Gate pale, lakini pia amewahi kupita pia katika Dodoma Jiji, lakini kwa sasa yupo huko Morocco. Kwa hiyo Stefan Aziz Ki akifika katika ardhi ya Morocco, kijana ambaye atakuwa kwanza kumpokea ni Suleiman Mwalimu, na atakuwa akipiga kicheko ambacho kitakuwa kinakuwa sanjari kabisa kama akiwa katika ardhi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Okay. Kwako dili hili limekaaje kwa manufaa ya klabu ya Yanga? Unafikiri inakuwa ni nyakati sahihi kwa Yanga kumwachia mchezaji mwenye uwezo mkubwa Stefan Aziz Ki ikiwa wana ndoto kubwa bado kwenye mashindano ya kimataifa, ama ni bora aende ili atafute mwingine ambaye anaweza kuja kuchukua mkoba na nafasi yake kwa uzuri zaidi? Ukiangalia upande wa Dar es Salaam Young Africa kwa dili hili, wao wanaona kama wanayekwenda kunufaika zaidi, kwa sababu msimu uliopita waliweza kumshawishi kuweza kubaki, aliweza kuongeza kandarasi, lakini kandarasi ambayo ilikuwa imesemwa ni tofauti na ile kandarasi ambayo alikuwa ameongeza ya uhalisia. Walisema kwamba ameongeza miaka 3, lakini nakupa tu za ndani ni kwamba alikuwa ameongeza kandarasi ya miaka 2 na sio haikuwa miaka 3. Kwa sasa hivi ina maana kwamba Wydad wanakuja kuvunja mkataba wa mwaka mmoja wa Stefan Aziz Ki. Okay. Na istoshe katika hilo ina maana kwamba management ya Dar es Salaam Young Africa inakwenda kunufaika zaidi, lakini pia management ya mchezaji Stefan Aziz Ki pia inakwenda kunufaika zaidi. Na ukiangalia nafasi yake ndani ya Dar es Salaam Young Africa imekuwa kubwa zaidi, lakini kulingana na mahitaji ya mwalimu Mirud Hamdi, imekuwa kwa Stefan Aziz Ki si chaguo lake sana, akiwa analitegemea zaidi. Hata ukiangalia namba zake za kufunga kwa sasa zimeshuka, kwa hiyo moja kwa moja
hata akiwa anatoka katika viunga vya Wanajangwani. Sioni kutetereka kwake kutokana na mipango ya mwalimu Mirudi. Mfumo wa Mirudi unakuwa tofauti kidogo na Miguel Gamondi. Mirudi anapenda sana kutumia wachezaji wa pembeni kuweza kufungua mabeki ili kutanua mabeki, alafu kuweza kumpa mshambuliaji katikati nafasi ya kuweza kufunga zaidi. Tofauti na makocha wengine ambao walikuwa wamepita Dar es Salaam Young Africa, ambao walikuwa wanapenda sana kufungua timu kupitia eneo la katikati. Kwa hiyo katika eneo hilo kwa Mirudi nafikiri hatopata hasara zaidi, kwa sababu tayari hata kwa nafasi yake anayocheza kuna Kratos Chota Chama, kuna Pacome Zouzoua ambaye pia anaweza akacheza vizuri kabisa, lakini pia wanaye Shehani Ibrahimu, kijana mdogo kabisa ambaye kwa sasa tunamwona Mirudi naye ameanza kuridhishwa na kiwango chake. Kwa hiyo hatuoni yule mteteleko ambao unaweza ukatokea ndani ya timu ya Dar es Salaam Young Africa. Unaiona nafasi yake Stephen Mapunda ndani ya klabu ya Wydad Casablanca kwa jinsi ambavyo Stefan Aziz Ki anacheza, umri wake, lakini tunakwenda mbali kutazama mahitaji ya timu ya Wydad Casablanca. Unafikiri Stefan Aziz anaweza kawa chaguo na kuwa mwamba wa mafanikio kama ilivyokuwa kwa Fiston Kalala Mayele baada ya kutoka Yanga mpaka sasa anang'ara kwenye timu ya Pyramids? Ukiangalia kwa nafasi yake moja kwa moja unaweza ukasema jibu ni ndio, kwa sababu mahitaji ambayo yanahitajika ni mahitaji ambayo yamekuwa requested na kocha moja kwa moja, kwa sababu kocha amekuwa akimhitaji mchezaji huyu kwa muda mrefu. Kwa ina maana tayari ana mipango naye ambayo anajua kabisa kwamba ni namna gani anaweza akamtumia. Kuna kipindi aliweza kusema Mokwena kwamba Stefan Aziz Ki kiwango alichokuwa nacho mpaka sasa ametumika kwa 45% tu. Yaani akitumika kwa 70% atakuwa ni mchezaji ambaye anakwenda kutoa matokeo makubwa zaidi katika timu kuliko anavyotumika sasa. Kwa hiyo yawezekana kuna maeneo ambayo amemwangalia na kuona kwamba anaweza kutumika zaidi. Lakini pia ukirejea kwa Mokwena, hata alipokuwa anamhitaji Clement Walid Mzize, anakuambia kwamba Clement Walid Mzize pia naye the way anavyotumika mpaka sasa ametumika kwa 45% tu. Kwa akitumika kwa 70% anaweza akaleta matokeo makubwa na mazuri zaidi. Kwa huenda Mokwena yeye kutokana na mafanikio makubwa ambayo ameyapata akiwa katika klabu ya Mamelodi Sundowns, na pia kuonyesha ule ukomavu wake mkubwa, na hata alipokwenda Wydad tumeona ameweza kuibadilisha kwa kiwango kikubwa sana, lakini anaangushwa na quality ya wachezaji ambao amekuta pale, kwa sababu si chaguo lake, ni squad ambayo amekuta tayari ipo katika timu. Kwa sasa hivi anajaribu kukusanya wachezaji ambao wataenda kumpa jeshi ambao litakuwa na manufaa zaidi katika safari yake ya kuanza kusaka utawala wake wa Afrika, lakini pamoja na Morocco kwa ujumla. Kwa mujibu wa vyanzo vyako Stephen Mapunda, tueleze ya kwamba kuna asilimia ngapi ya Stefan Aziz Ki kutosalia ndani ya viunga vya Jangwani kwa msimu wa mwaka 2025-2026 juu ya hiki ambacho kinazungumzwa, kwa sababu mbali na Wydad Casablanca ziko timu nyingi ambazo zinataka huduma ya mwamba huyu Stefan Aziz kutoka pale Ouagadougou. Yes, kwa mpaka sasa ni asilimia karibu 60, kwa sababu pia mbali ya Morocco pia Australia pia wanamhitaji aweze kwenda kutoa huduma, lakini pia amehitajika pia katika nchi ya Ivory Coast ambapo yeye huko ndo ambapo alikuwa ametokea, lakini pia kunaonekana kuna interest ya kuhitaji kurudi huko, ingawaje yeye na management yake Ivory Coast haijakuwa sehemu ya yeye kuweza kujidai zaidi, lakini Australia ameonyesha nia zaidi ya kuweza kwenda. Lakini pia hata katika bara la Ulaya, nchi za Ugiriki amehusishwa pia kuhitajika na timu aina ya PAOK, ambapo PAOK ni timu ambayo Ugiriki inafanya vyema zaidi, na yeye pia amehitajika zaidi kwenda huko. Kwa anahusishwa kwenda maeneo mengi. Kwa hiyo inawezekana katika sehemu ambayo itakuwa na donge nono kwa upande wake, basi moja kwa moja yeye ndo atakaweza kuchagua. Lakini mpaka sasa Laurent Mokwena anaonekana kuwa ni kete yake inacheza vizuri zaidi kuweza kumchukua mchezaji huyu na kuweza kumuingiza katika mipango yake kwa ajili ya msimu ujao. Bwana, mimi nikushukuru sana Stephen Mapunda. Bwana, mimi nakushukuru sana. Karibu wakati mwingine, lakini usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kushare ili uweze kupata habari kem za kimichezo.